ukimsikia Ally Kamwe anasema ubishani mkubwa ni kwamba Ally Kamwe anataka kuwa mshindi na Mena Ally naye anataka kuwa mshindi, yaani aonekane nani alikosea na nani alikuwa yuko sahihi kwenye lile tukio. Yeye Ally Kamwe anasema hayupo tayari kuwa mshindwa, ila anakubali kushindwa. Kama vipi waende wakazungumze pembeni. Unajua bwana, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri kuhusiana na ujio wa Rio Ferdinand kipindi ambacho amekuja Tanzania, moja kati ya interview ambayo ilifanya vizuri sana ilikuwa ni ya Mena Ally, moja kati ya watangazaji wa kike ambao wako pale Clouds FM, na alifanya kitu ambacho kilitengeneza unaweza kusema ni awareness ambayo ilienda kwenye mitandao ya kijamii kwa nguvu kubwa sana na kuleta impact ya ujio wa kwa maana ya Rio Ferdinand ambaye ni mchezaji wa Manchester United amekuja Tanzania. Wizara ya Michezo ikiwa imemleta hapa kwa lengo kubwa sana la kuitangaza nchi na vivutio vyake viko ndani, lakini kuelekea kwenye AFCON. Lakini kilichoibuka kipindi hicho ambacho Mena Ally anafanya interview na Rio Ferdinand, kilichoibuka ni kuhusiana na mara baada ya kumuuliza swali ambalo lilihusiana na chama. Licha ya kwamba aliuliza maswali mengi, lakini swali ambalo alimuuliza kuhusiana na goli la chama ambalo Mena Ally hakulimention lile goli kwamba limefungwa na nani, linatoka kwenye timu gani. Alimuonyesha tu picha ili aweze kuona lile goli, lakini mwisho wa siku likaja kuleta taharuki, kwa maana ya kwamba kwa upande wa Young Africans mkuu wa kitengo cha habari cha Young Africans Ally Kamwe, yeye aliibuka na kumtuhumu Mena Ally kwamba amefanya kitu ambacho hakikustahili na vitu vingine kama hivyo, na mambo mengi yakaenda mpaka hatua mashabiki wakaibeba ile na kuanza kutangaza promotion au kutangaza nia yao ya kumamforo kwenye mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ikaenda hivyo, mambo mengi na maoni tofauti ya watu yakatoka. Hata mimi mwenyewe niliona kwamba haikuwa sahihi sana kwa kile ambacho Ally Kamwe aliweza kukiibua, kwa sababu Mena Ally mwenyewe baada mimi mwenyewe nikampigia interview naye kwa kupitia simu, alizungumza kwamba nia yake ni kufanya kazi kama mfanyakazi mwingine, kama ilivyo kwa waandishi habari wengine ambao waweza kauliza maswali ile ambayo naliona linaweza kaleta impact, naweza nikauliza kama mfanyakazi wa taasisi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kaenda mpaka hapo, nikaongea na Mena Ally akaambia bwana, kwenye mitandao ya kijamii sijajua chochote ambacho kinaendelea sasa hivi, ila nikija kupata kinachoendelea kwa mitandao ya kijamii nitarudi tena kwako na kukuambia nilichokipata, nitakupigia. Ingawaje Mena Ally mpaka dakika hii hajanipigia na hajanitafuta, lakini Mena Ally pamoja na Ally Kamwe wamekutana kupitia kwenye kipindi cha XXL. Wamekutana kupitia kipindi hicho, na wakati Ally Kamwe anaingia kwenye kipindi ilionekana kama kuna vibe. Kwa maana Mena Ally alimlaki Ally Kamwe kwa bashasha kubwa, Ally Kamwe naye akamlaki, licha ya mara kwanza kabla hajalakiana kila mmoja akamnyoshia mwenzie vidole na vitu kama hivyo, lakini baadaye wakakumbatiana vizuri, kila mmoja kaenda kukaa kwenye kiti kwa sababu wapo pale kwa ajili ya kufanya interview. Sasa mwisho wa siku sehemu ya mahojiano ambayo mimi niliyapata yalionekana yalikuwa na mabishano makali sana na makubwa sana, lakini huku kionyesha Mena Ally mpaka sasa bado hayuko sawa kutokana na kile kitu ambacho Ally Kamwe alikifanya. Kumbuka huyu ni mwanadada ambaye kaonyesha picha ya namna ambavyo mabinti wengi wanaweza kaingia kwenye shughuli zingine za media na wakafanya vizuri. Kaonyesha picha kubwa ya kuweza kuuliza maswali yenye maana, yenye mantiki, yenye kupelekea story na ukubwa wake na vitu vingine kama hivyo. Lakini mwisho wa siku kitu ambacho kikaendelea mpaka hapo baadaye ni ile ni interview ambayo ilifanyika sasa kupitia kipindi cha XXL. Nini ambacho kilitokea? Kwa upande wa Mena Ally alijaribu kumuuliza Ally Kamwe kuhusiana na lengo la kile ambacho alikiposti mara baada yeye kufanya interview na Rio Ferdinand. Nini ambacho alikusudia kwa Mena Ally? Kwa sababu yeye Mena Ally alienda kama mfanyakazi wa taasisi, lakini alichukua
kama amekosea au amefanya makosa makubwa sana na vitu vingine kama hivyo. Kwa Menali walipokutana na Ally Kamwe kukawa na maswali ya hapa na pale. Moja kati ya vitu ambavyo Ally Kamwe alisema ni kwamba kama kitu ambacho kikisemwa cha Yanga kizuri, ujue watu wa Simba watakujia vile vile. Kama ya Yanga ni kizuri, watu wa Simba watachukia na watakujia kwenye asilimia zile zile. Na kama cha Simba kikisema kizuri kitu, watu wa Yanga watakujia vile vile. Hii imenifikirisha sana kwa upande wa mtu ambaye yuko kwenye kitengo cha habari cha Young Africans, kuwa na mentality hiyo, lakini pia kuto kuiondoa mentality mbaya ambayo ipo ndani ya klabu yake, kwamba iwe sehemu ya kuondoa hali mazingira kama hayo. Kuna kitu ambacho Menale kwa nauliza, lengo lako la kufanya vile lilikuwa ni nini? Kwa sababu mimi nilifanya kama mwandishi wa habari, lakini wewe ulienda kuniharibia karia yangu. Manake Menali alielewa kwamba nia ya Ally Kamwe ilikuwa ni kwenda kuiharibu karia yake. Unajua, ni kitu ambacho tunaweza kukichukulia simple. Licha Menali alijaribu sana kuelezea, lakini hakupata muda kutokana na Ally Kamwe alikuwa anajaribu kublock baadhi ya hoja zake ili zilete taharuki zaidi na kutengeneza picha kwamba kumbe kila ambacho alikuwa ametarget Ally Kamwe hakikuwa sawa sawa. Hayo mazingira ambayo yameibuka ni mazingira ambayo Ally Kamwe lazima ayafahamu. Yuko ndani ya klabu ya Yanga, klabu ambayo ina mashabiki miaka nenda rudi, na mtu yeyote ambaye ataenda kuwa afisa habari au msemaji wa klabu ya Yanga, wale mashabiki awe right au wrong, wao wataenda naye tu vile vile. Na kama itafikia hatua akihamasisha jambo, wale mashabiki wa Yanga bila hata kufikiria wanaweza kachukua hatua na kulifanyia vile ambavyo wao vile ambavyo inaonekana, hata bila kutafakari zaidi. Sasa kwa upande wangu mimi niseme tu, Ally Kamwe natakiwa ajitafakari vizuri kwa kile ambacho alikifanya kwa Menali na kile ambacho Menali anajaribu kukiibua, licha ya kwamba hoja hazijafunguka kama inavyostahili, lakini Ally Kamwe akataka hoja zimalizike juu kwa juu, au wakaka pembeni wakazungumze. Ukimsikia Ally Kamwe anasema ubishani mkubwa ni kwamba Ally Kamwe anataka kuwa mshindi na Menali naye anataka kuwa mshindi, yaani aonekane nani alikosea na nani alikuwa yuko sahihi kwenye lile tukio. Yeye Ally Kamwe anasema hayupo tayari kuwa mshindwa, ila anakubali kushindwa. Kama vipi waende wakazungumze pembeni. Unajua kitu ambacho kimefanyika kwa Ally Kamwe, mimi binafsi nadhani alistahili hata kuomba radhi, hasa kwa Menali, kwa sababu kama alihoji mambo mengi, na hilo la chama alikuwa miongoni mwa vitu ambavyo vilihojiwa na vikaenda viral. Ye mwenyewe akaenda kuchipu kwenye zile hoja na kumuonyesha kwa watu kwamba yani hafai, au ikatengeza picha mbaya kwake. Kulikuwa na haja, madamu Menali amehisi kama amekosewa, kwa Ally Kamwe ilistahili aseme, Menali, kama unahisi nilikukosea basi nisamehe. Kwa sababu hatua ya binti kama yule kwenda kumharibia kazi, kwenda kumharibia picha na ukuaji wake kwenye jamii halikuwa jambo sahihi. Ndio maana mimi kuna sehemu nikasema kama Ally Kamwe alikuwa amechorewa mchoro kwamba bwana, kikitokea cha hivi twende tupite kwenye hivi upepo huu ili tupromote tukio, mimi ningemuunga mkono. Lakini kwa mazingira ambayo aliweza kuyaibua na bila kuyarudisha katika mazingira halisia, yalikuwa ni mazingira ambayo sio mazuri kwa mtu ambaye yuko katika ukuaji au anahitaji mafanikio. Maana yake unaenda kuharibu maisha yake, unaenda kuharibu mipango yake, kama unaharibu kazi yake na vitu kama hivyo ambavyo haviwezi kuwa sahihi. Mfano kwa Menali, yeye ni mwanadada. Angekuwa mwanaume tungesema labda kwa sababu mwanaume. Yeye ni mwanadada ambaye kafika kwenye level ambao kuna mabinti wengi wanatamani kujifunza kutoka kwake nao wafikie ile level.
Kama kutakuwa na matishio aina yale, kama kutakuwa kumshushia hadhi na value kama vile, maana yake ni nini? Ni kumkosea au kuwakosea mabinti wengine ambao watatamani nao wafike kwenye level kama ile. Kumbuka kuna maneno mengine ambao kwa sisi wanaume unaweza kuchukulia poa, lakini kwa mwanamke yanaweza kama affect vibaya. Kuna kipindi mpaka mashabiki wa Yanga wakaanza kumsema vibaya, wakimbeza kwa baadhi ya vitu ambavyo wao wanaviona viko sahihi. Kwa binti ambaye ni kioo cha mabinti wengine, unawasaidia vipi mabinti wengine, lakini kwa upande wake unamwacha katika hali gani? Kwa hiyo tukio ambalo Ally Kamwe alilifanya, mimi kwangu alikuwa sahihi, kwa sababu kulikuwa na haja ya kutumia njia nyingine. Hata kama alilifanya, lakini sehemu ambapo lilikuwa limefikia, yeye alitakiwa airudishe katika hali ya kawaida. Kwa nini nasema hivyo? Ilifikia mpaka mashabiki wa Yanga walianza kutangaziana kumunfollow Mena Ali. Kwa nini Ally Kamwe alikaa kimya? Kama ulikuwa na nia nzuri, kwa nini ulikaa kimya? Unajua kuna mazingira ambayo mtu unaweza ukampa value, lakini hiyo value ni ipi? Mimi sitaki unipe umaarufu kwa kashfa au kwa kunidhalilisha. Watu wanijua kwa kunidhalilisha, umeelewa? Hicho haiwezi kunipa umaarufu. Kwa Mena Ali kama angesema kwa maana Ally Kamwe kama angekuwa na nia nzuri, pale ambapo mashabiki wa Yanga walipoanza kufikiria kwamba tumamfollow, yeye angerudi, jamani tusifike huko. Hapa nazungumzia mchezo tu hivi na hivi. Ningemwona kwamba alikuwa na nia nzuri ile, pengine kuchangamsha game, au alikuwa na kuihype tukio la Rio Ferdinand, lakini alikaa kimya. It means kwamba alikuwa anakubaliana na madhara ambayo anatakiwa kukutana nayo nani? Mena Ali. Mtu kapambana kufikia kuwa na followers ambao Mena Ali yuko nao, watu wanaibuka kusema tumamfollow. Kwa binti kama yule, Ally Kamwe alikuwa wapi kuambia mashabiki wa Yanga acheni hizo mambo za kumamfollow? Kama kucomment endeni kwenye page yake comment, lakini kama kumamfollow msiamfollow, bora mumfollow ili muweze kufahamu vitu ambavyo mnavifanya. Ningejua kulikuwa na positive effect. Kuna tabia za watu ambao wako katika nafasi ya kuwa na nguvu kwenye jamii, ya kuona tukikifanya kikiwa na madhara kwa mtu mwingine ni yeye, lakini lazima mjue gharama ambazo mnazifanya. Mimi najua Mena Ali alikuwa na mengi sana ya kuzungumza pale hewani, na huenda yale yaliyopunguzwa yale kwamba bwana tuongelea pembeni si nini, mmeokoa baadhi ya vitu. Kuna madhara ya moja kwa moja ambayo ameyapata, kutukanwa, ambao ametukanwa, najua hata kwa affect kama binti, umeelewa? Lakini pia ukija kwenye namna ambavyo watu walienda kumamfollow, hata kama wangekuwa ni 10,000, hata kama wangekuwa ni 20,000, lakini bado ni effect. Unajua namna ambavyo amepambana kupata wale followers, unajua namna gani ambavyo ana makampuni anashirikiana nao na vitu kama hivyo vipi ambavyo vinatokea. So mimi binafsi ninadhani kulikuwa na haja Ally Kamwe kama kijana wa kiume tena angejaribu kuyaona maumivu ambayo yapo kwa Mena Ali kuhusiana na kile ambacho alikifanya public, na vivyo hivyo itakiwa rudi public pale pale ambapo alikuwa anaongea, angesema tu kauli, Mena Ali pengine nilikuwa na nia nzuri, kuna makosa ambayo niliyafanya, naomba unisamehe. Kuto kuomba msamaha kwa Mena Ali wakati wao kwenye interview kwa Ally Kamwe, mimi kwangu nadhani atakuwa bado ametengeneza bomu lingine ambalo sio zuri sana kwenye perception ya nafasi aliyokuwa nayo, kwa sababu unapokuwa kwenye nafasi kama hiyo haitegemei kwamba uende kwa waumize watu. Hata kama kuna kitu ambacho unaweza kukifanya kikafanyika, ni vema ukakichukulia hatua hiyo kuhakikisha kwamba kinafanyika katika mtindo huo, hata kushauri na vitu vingine. Lakini kwenda kumwambia labda watu wanafikiria kwa sababu ya kauli yako tumwamfollow, manake wanakufuata wewe utakiwa waambie msimwamfollow. Angeuliza pengine ni madhara gani ambayo Mena Ali ameyapata kutokana na maneno ambayo Ally Kamwe, au namna ya posti za Ally Kamwe na mashabiki walivyoichukua, madhara gani ambayo ameyapata? Inawezekana ni madhara makubwa sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi kitu kimoja,
Ally Kamwe alipata nafasi ya kualikwa, akaenda kuongea, lakini ilitakiwa pale pale kwenye mic ilitakiwa aombe radhi, kwa sababu kuomba radhi kwanza yule ni mwanadada. Lakini kile alichokifanya kilikuwa sahihi kabisa, kwa sababu yuko kazini, afanye kazi ya mtu, anafanya kazi ya taasisi, afanye kazi yake, afanya kazi ya taasisi. Hata taasisi wanahitaji kuona impact ya kile alichokifanya kimeenda sehemu gani, lakini kwenye negative ambayo ilipokelewa bila kusolve tatizo ilikuwa ni kosa kubwa. Na hii ningeshauri kwa Ally Kamwe, sio kwa Mena Ally tu. Kama kijana ambao umepata nafasi ya kuwepo hapo, kama unahisi hiyo nafasi uliipata kwa nguvu zako, basi unaweza ukafanya vyovyote unavyotaka. Lakini kama Mungu alikupoint wewe ukapata hiyo nafasi, kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa na sifa kama ya kwako pia kupata hiyo nafasi, basi hiyo nafasi itabidi uiheshimu, na pia uwape nafasi watu wengine kuheshimu. Na kama kuna mtu ambaye ungefaa umsapoti, basi ni vyema ukamsapoti kuliko kumshusha wakati ukuweza ukutumia nguvu ya kumweka pale alipokuwa. Ni bora ukakaa kimya, usimsapoti mtu apambane mwenyewe, kuliko pale alipo ukataka umshushe, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo kile kitu, maumivu ambayo amekuwa akiyaonyesha Mena Ally hata kwenye kipindi, ni namna tu hata wale ambao walikuwa kwenye kipindi walishindwa angalau kucontrol kipindi, kuona Mena Ally anamaliza dukuduku lake au interview na kila mmoja anakuwa ameridhika na yale matukio. Pengine wao wengine pia wangepata nafasi ya kumwambia bwana, wewe unataka Mena Ally kifanyie kitu gani? Pengine angesema aombe msamaha, na Ally Kamwe angeambiwa pengine, unaonaje ukiomba msamaha? Pengine ingekuwa simple tu kusema mimi naomba radhi, mengine angeishia hapo. Lakini walimkata, kitu ambacho sometime kuna haja ya kunapotokea jambo gumu kama lile, ni vema kutoa mwanya au nafasi ya kila kitu kifanyike mpaka kikamilike. Mimi binafsi ninaona ni jambo ambalo lilistahili kwenda kwenye kukamilisha jambo na sio kuliacha hewani likazungumza pembeni, kwa sababu hayo mambo yalipostiwa kwenye public. So hata yakitaka kuzungumza pembeni, ni vema wakatoka wakasema tumezungumza, tumefikia hapa, tumekubaliana, kwa sababu madhara ambayo huenda yakatokea kwa Mena Ally, inawezekana mimi na Ally Kamwe na watu wengine tusijue, lakini Mena Ally mwenyewe inawezekana yakamwathiri, lakini pia yakaathiri watu wengine ambao wana ndoto ya kufika pale ambapo Mena Ally kafika. Mimi binafsi natamani kuona mtu aliyefanikiwa awe positive kwa watu wengine, asiwe negative. Nia yake moyoni mwake iwe positive. Na ukiwa positive ni rahisi sana, hata kama utachukuliwa tofauti, yule mtu siku akitulia atasema ila yule alikuwa na nia nzuri ya kufanya hiki. Kwa hiyo ukiwa na nia nzuri alafu mtu hajakuelewa kwenye nia yako, isi fine. Na ukipata nafasi pia mweleweshe kwamba ulikuwa na nia gani. Kwa hiyo hata Ally Kamwe alikuwa na maana nzuri ya kumwelewesha Mena Ally kwamba nia yake ilikuwa ni nini, hasa kwenye career yake, kwenye perception yake kama binti, kama ambavyo yeye anasema mimi kama binti, mimi kama mwandishi wa habari nilifanya kazi yangu. Unaona, neno binti liko pale kwa sababu mabinti wanahitaji sapoti kubwa sana kuliko kuwashusha. Lakini ni vile ambavyo kama uwezi kumsaidia, basi kile alichokuwa nacho usikiondoe. Mimi nilikuwa nimeona hayo, na nashauri kuwepo na haja ya kulirekebisha hili, hasa kwa Ally Kamwe kumwomba hata radhi Mena Ally, kwa sababu ungekuwa ni kijana wa kiume angeona umeenda kumharibia future. Je, kwa hakika unafikiria yeye anafikiria nini? So nadhani kuna haja hiyo, ili hata jamii ielewe kwamba ulikuwa na nia gani, na mumalize vizuri, itakuwa ni nzuri sana, ili kuendelee kuwepo na muendelezo mzuri wa maisha mengine yaendelee. Lugano XL jina langu, hayo ndo mawazo yangu. Siko perfect kwenye mawazo yangu, inawezekana ukaelewa tofauti, lakini mimi nataka hili jambo liwe na value, sio kumshusha mtu, sio mtu kumshusha pale ambapo yeye kajipambania kufika. Ila kama uwezi kumpambania kupanda juu, basi usipambane kumshusha. Hilo ndo neno langu la kumalizia. Ciao. Kuna uwezekano mkubwa sana wa Fiston Kala Mayele kujiunga na wananchi Yanga, na kwa kuthibitisha hilo
Ukimsikiza Ally Kamwe ambacho anakizungumza kuhusiana na Fiston Kalala Mayele ni kama Engineer Said au Yanga wako katika harakati za kumshawishi aje kumalizia soka lake hapa Tanzania, na hilo linawezekana kabisa kwa kitu ambacho anakionyesha Ally Kamwe. Hebu kifuatilia hapa utanielewa vizuri kuhusiana na Mayele. Msimu ujao inshallah. Msimu huu tunamaliza, na baada tunachukua mataji yetu. Msimu ujao ila Mayele aende Saudi Arabia. Mayele kuna sehemu anakwenda. Mayele kuna sehemu anaenda. Wapi? Kwa uchache tu tusaidie hata nchi tu. Semaje? Mimi niwaambie tu wana Yanga. Msimu ujao inshallah.